Mabibi na mabwana, watu wangu wa Kenya, Uganda, Tanzania, Kongo, Namibia na duniani kwa ujumla, ninawakaribisha tena kwenye The Book of Magic and Movie Stories. Jina langu naitwa Ayubu Obedi, na sasa kama wewe ni mtu wa kwanza katika chaneli hii, tafadhali subscribe, bonyeza alama ya kengele ili uwe ni mtu wa kwanza kupata notification pale ambapo napokuwa nimeweka simulizi mpya. Niandikie kwenye comment section unatazama kutokea wapi. Niandikie kwenye comment section unasikiliza kutokea wapi. Jina langu naitwa Ayubu Obedi, na sasa tuendelee na simulizi yetu. Na sasa tuendelee na hatua ya 4 ya simulizi yetu inayoitwa Vita kati ya dunia na bahari. Karibuni sana, nyote mnakaribishwa. Na sasa tuendelee na simulizi yetu. Naam, ni katika ukumbi wa kifahari, ukumbi mkubwa ambao ulikuwa kando kando ya bahari. Tunaona kabisa maandalizi yakiwa ni makubwa, wakijiandaa kufanya mkutano na wale viumbe, na ili wawasikilize wanahitaji nini. Yule mama alikuwa tayari, waziri mkuu alikuwa tayari, na mheshimiwa rais pia alikuwa tayari. Usalama ulikuwa umezingatiwa. Vile vile kijana Barclay alikuwa akipewa maelekezo maalum, kwa sababu yeye ni mwanadamu. Alikuwa anafundishwa vitu gani vya kuzungumza na wale viumbe ili asije akawakasirisha, kwa sababu huyu bwana Barclay tayari wameshamsoma kwamba akili yake sio nzuri. Yeye mwenyewe alisema mimi ni mtu wa kulopoka, labda ndio maana wamenichagua. Ndio maana wameshamsoma kabisa kwamba huyu bwana akili yake sio nzuri, anaweza akaja kutoka kwenye matatizo kupitia kuzungumza kwake kunaweza kukawa sio kuzuri. Hivyo bwana waliendelea kumpa technique jinsi ya kuzungumza, kwa sababu wanamjua bwana huyu ni darasa la 7. Kama ni darasa la 7 hajafika hata chuo na hawezi kuelewa mambo ya demokrasia, hawezi kuelewa chochote kile. Ndio maana waliendelea kuongea naye taratibu, akimfundisha maneno, jinsi ya kuongea, kama amepanic aongee nini, na kama anahisi labda jambo halielewi aongee nini, kwa sababu wale viumbe ni viumbe hatari. Ndani ya dakika moja wanaweza wakakubadilikia na wakafanya jambo kubwa ambalo linaweza likaifanya dunia ikaingia katika mikono mibaya ya uongozi wa bahari, ambao hao jamaa wanaishi chini ya bahari. Bwana Barclay alisema, hamna shida, mimi niko hapa, nitafanya vile mnavyoniambia. Of course nitafanya kila kitu mlichoniambia, hakuna shida, nitafanya kama mlivyonielekeza. Wakaingia ukumbini, na wakati huo ukumbi ulikuwa umejaa ulinzi. Hawa wanaita secret service walikuwepo, wanajeshi walikuwepo, maaskari wa kawaida walikuwepo. Bwana Barclay alikuwa anatetemeka. Unajua wewe kama mwanadamu alafu viumbe wakikuchagua kuwa balozi, lazima wewe unatetemeka, kwa sababu unaona kabisa kwamba hapa nikizingua tu hata kidogo, basi dunia yote imeteketea na lawama zote zitakuwa zipo kwangu. Kwa hiyo bwana Barclay aliingia taratibu katika ukumbi. Ukumbi ukuwa umejaa waandishi wa habari, watu wengi tofauti tofauti. Mr. Prime Minister alikuwepo, waziri mkuu alikuwepo, vile vile na ule mama anayejulikana kama Kate naye alikuwepo katika ukumbi. Na kama ilivyo ada na kama ilivyo kawaida, kama tulivyoona kwenye mkutano wa kwanza, zile chemba maalum ambazo zilikuwa zina njia maalum ambazo maji zilikuwa zikichukua maji, na maanisha ni njia za siri za maji kutoka chini ya bahari, zilifunguliwa kama kawaida, zikajazwa maji ili wale viumbe waweze kutoka katika bahari na waweze kuingia pale kwa ajili ya mazungumzo maalum. Maji yaliendelea kuingia taratibu, wote wakiwa attention, wakiwa wanatazama. Maji yaliendelea kuingia taratibu, bwana Barclay akiwa na mshtuko, anaonekana ni kama mtu mwenye hofu. Unajua kuongea na viumbe sio kitu cha kawaida, inabidi Mwenyezi Mungu akupe uwezo wa ziada, akupe ule moyo wa uvumilivu, moyo wa kuvumilia maumivu. Unajua unapoongea na viumbe bwana, chochote kinaweza ikatokea kibaya. Yule mama Kate akamuuliza, ambassador, sasa uko sawa? Bwana balozi, sasa uko sawa? Barclay akasema, yeah, niko sawa mama, niko sawa.
na ghafla wale viumbe wakaingia kwa kasi kutoka chini ya bahari. Unajua hawa viumbe wanakimbia kwa kasi sana, yani kwa kasi mno, yani spidi yao wanapokuwa katika maji ni sawasawa na kasi ya sauti. Imagine wewe unapomuita mtu, ile kasi yako ya sauti ile wanaita hypersonic, ile kasi yako ya sauti ndio kasi yao, yani spidi yao ya kukimbia. Na ghafla tunaona tayari wako wameshafika katika kile chumba na wameingia kwa ajili ya mazungumzo. Bwana Blackley alianza kuzungumza. Hello Madam Salt. Unajua yule kiumbe wa kike anaitwa Salt. Hello Madam Salt. Mimi ni Mr. Ambassador kama mlivyonichagua, na niko hapa kufikisha kile ambacho timu yetu imezungumza na imenipa nije nifikishe. Kwa hiyo ningeomba unisikilize kwa makini ili twende sawa kama unavyopenda. Yule Salt akajibu akasema, kwanza tunayo hofu na tunaomba mwelewe jambo moja, kwamba sisi wazazi wetu wapo katika shida na tunaomba mtupe pole, kwa sababu huko tulikotoka zile kemikali zenu mnazozitupa chini ya bahari zimeanza kuangamiza baadhi ya wazazi wetu. Inamaanisha wale viumbe wanalalamika kwamba hizi kemikali na sumu zinazomwagwa katika bahari tayari zimeshaanza kuangamiza ile jamii ya viumbe ambao wanaishi katika bahari. Na hapo ghafla yule Salt akasema kwamba tunaomba glasi ya maji. Ndipo bwana Blackley akashangaa, bwana, leo huyo kiumbe anasikia kiu, anataka kuomba anaomba anataka kunywa maji. Yule binti yani yule binti kutoka katika bahari, yule kiumbe, namuita binti kwa sababu ni kiumbe wa kike, akasema, we need water from the river. Tunahitaji maji kutoka katika mto. Sasa maajabu hayo, hawa wanataka glasi ya maji lakini maji kutoka katika mto. Wale viongozi wakasema, nahitaji glasi ya maji kutoka mtoni. Labda wanahitaji maji kutoka mtoni, labda wenda hawezi wakanywa maji ya kawaida, labda wana wasiwasi haya maji tunaweza tukawapatia hapa, labda anaweza kuwa na sumu. Ndio maana ndipo wakasema, bana, we will arrange that immediately. Inabidi tu arrange hili jambo haraka ili liisha maji yapatikane kutoka mtoni, ili tuweze kumpatia glasi hiyo ya maji huyo kiumbe. Na Blackley akamjibu yule Salt, sawa, tutaagiza hiyo glasi ya maji kutoka mtoni na muda sio mwingi hiyo glasi ya maji itafika. Na chapu kwa haraka watu wa serikali wanaenda mtoni ili kwenda kuchukua ile glasi ya maji. Kikosi maalum. Bwana, kazi za serikali ni ngumu kweli kweli. Yaani wanajeshi wanakimbia mtoni kwenda kutafuta glasi moja tu ya maji ili kuwaletea wale viumbe. Majukumu ni mazito kweli kweli. Ukumbini yule Salt akasema, we will wait. Tusubiri kwanza, tusizungumze chochote. Ina maana ni kwamba hawa viumbe tayari wameshaanza kuingiza kwenye mtego bila wao wenyewe kujua. Wameomba glasi ya maji. Katika kuomba glasi ya maji hapo hakuna. Ina maana kikosi maalum kimekimbia katika mto ili waende kuchukua maji. Glasi moja tu, kikosi maalum kimeenda kufuata katika mto. Unaona? Halafu na vile wakamekataa kuendelea na maongezi bana. Wamesema tutasubiri mpaka glasi ya maji ifike ndio tuendelee kuzungumza. Bwana Blackley kama bwana balozi, Mr. Ambassador akasema basi sawa, hamna shida. Tusubiri kama mnavyotaka, hamna shida. Tutaendelea mazungumzo mpaka hiyo glasi ya maji ifike. Na kile kikosi maalum upande wa pili, chapu kwa haraka wanaenda mpaka mtoni. Wakishafika mtoni wanachota maji. Bwana, maji yenyewe ni ya rangi kama ya maziwa, maji ni machafu kweli. Shangaa maajabu, hawa viumbe wanaomba maji kutoka mtoni, yani maji machafu. Kweli viumbe, ndugu msikilizaji, ndugu mtazamaji wa The Book of Movie and Magic Stories. Bwana, hawa viumbe kweli wanatisha. Wanakunywa maji machafu ya mtoni, hawanywi maji masafi. Kweli viumbe ni hatari. Viumbe wanatisha kuliko kawaida. Wanatisha kuliko mvua za masika. Wana viumbe ni hatari. Na chapu haraka tunaona tayari maji yameshakuja, wanawapelekea wale viumbe glasi ya maji ikiwa ni nusu.
Unaona, huyu mwana usalama akabeba maji, akipeleka maji kwenda kumkabidhi yule Mr. Ambassador ili aweze kumpatia yule kiumbe yale maji. Ndipo bwana Blackley akasema, sasa maji haya hapa bwana, dada Salty, maji haya hapa yako tayari, yameshakuja, inabidi nikukabidhi uweze kunywa. Bwana, hao viumbe wanatisha. Unaona huo mtego? Wale viumbe yule kiumbe akasema hivi, the water is not for us, is for you, kwamba hayo maji sio kwa ajili yetu sisi, ni kwa ajili yako. Sasa bwana Blackley leo kazi anayo. Nakwambia maji yametoka mtoni, ni machafu. Unajua juisi ya ukwaju jinsi ilivyo? Sasa rangi ya hayo maji ni kama ile juisi ya ukwaju. Kwa hiyo wanamwambia maji sio kwa ajili yetu, ni kwa ajili yako bwana Blackley. Bwana Blackley anaangalia yale maji machafu, maji ya mto, inabidi anywe kwa sababu wale viumbe wamesema the water is not for us, is for you. Haya maji sio kwa ajili yetu, ni kwa ajili yako. Samani sijaelewa, bwana Blackley alisema. Akasema drink it, nitakuwa uyanywe hayo maji. Nakwambia yule kiumbe sasa anampima imani huyu bwana mdogo. Je, tukimpa majukumu atayaweza? Yaani anapewa mtihani wa kunywa maji machafu. Hawa viumbe wanamtumia kunywa maji machafu mbele ya mkutano, wanamwambia kunywa, drink it. Jamani, samani, mimi siwezi kunywa maji machafu. Maji kabisa machafu ya mtoni, yana kiharufu, yani haijulikani sijui kuna nini, inabidi unywe tena ya maji. Ambia wewe kunywa maji, inabidi unywe, is for you. Ndipo watu wa serikali wakati ule mitambo maalumu ikanyambua yale maji. Baada ya kunyambua yale maji, wakamtumia ujumbe, wakamwambia usinywe hayo maji. Hayo maji ukishakunywa utapata maradhi ya tumbo, kuhara, uti wa mgongo, homa maarufu kama typhoid baada ya kunywa maji. Ndipo bwana Blackley akamwambia yule kiumbe, mimi siwezi kunywa haya maji. Yule kiumbe akasema, kwa nini usinywe hayo maji? Yule kiumbe akaendelea kusema, sasa nyinyi kama unakataa kunywa hayo maji, kumbuka kwamba nyinyi kila siku mnakunywa maji masafi, lakini sisi watoto wetu na sisi wenyewe ndio tunakunywa hayo maji machafu kila siku. Mnafanya kizazi chetu kinaendelea kufa, mnafanya kizazi chetu kinaendelea kupotea. Ndio maana tunataka tutoke huko chini ya bahari, tuje tuishi katika dunia ambayo tulikuwa tunaishi mwanzo, na nyinyi muondoke hapa duniani mwende mkaishi katika dunia yetu ya bahari. Unaona sasa kinachotaka kutokea? Yaani hao viumbe kumbe wamekasirika baada ya binadamu kuendelea kutupa taka, sumu na kemikali katika maji, kizazi chao kikiteketea kule chini ya bahari. Wanataka sasa wao warudi kuishi duniani. Kumbuka miaka ya nyuma, kabla ya wanadamu kushushwa katika dunia, hao viumbe walikuwa wanaishi katika dunia, lakini baadaye walishuka kuishi katika bahari. Lakini wakati huo bahari ilikuwa ni safi kwa sababu wanadamu walikuwa bado hawajaja duniani. Lakini baada ya wanadamu kuja duniani sasa wakaanzisha viwanda. Binadamu sasa, unajua vurugu ni nyingi, mwanadamu ni mwanadamu bwana. Wakamwaga taka katika bahari, sumu. Ndio maana zile taka zikaanza kuwaletea shida wale viumbe kule chini ya bahari. Ndio maana wanataka kurudi katika dunia. Na wakati huo bwana mdogo alikuwa amevaa kifaa ambacho alikuwa ni kama Bluetooth, kifaa ambacho alikuwa anapokea maelekezo, kwa sababu yule bwana mdogo alikuwa muamini hata kidogo. Kwa alikuwa amempa kifaa, kila neno analomwambia bwana wewe zungumza hivi, yeye anasikiliza, anazungumza hivi, zungumza hivi, anasikiliza, anazungumza hivi. Unaona sasa kitu ambacho kiliendelea pale, ikabidi sasa bwana mdogo kile kifaa kakitoa baada ya kuona yule kiumbe anaongea kunywa maji, huku nao wanamwambia endelea kuzungumza, kiumbe anamwambia fanya hivi, yule naye kule nako kwenye Bluetooth wale viongozi katika chumba cha siri wanamwambia wewe usinywe maji, ana sumu na nini, bla bla, zikawa ni nyingi. Ndipo sasa yule bwana mdogo bwana Blackley kile kinasa sauti akakitoa, akaanza kusema, unajua sisi binadamu tumekuwa ni washenzi. Sasa haya maneno anayoongea yanatoka moyoni mwake. Unajua kama kawaida yeye ni lopolopo, alisema yeye ni mtu wa kulopoka. Akaanza kuzungumza, unajua sisi binadamu tumekuwa ni washenzi. Makampuni zaidi ya bilioni 1 yamefunguliwa katika dunia, yanatengeneza sumu, yanamwaga katika bahari. Ndio maana tunawaletea sana shida. Najua sisi ni wabaya, na sisi sio wema, tumewakosea sana. Bwana Blackley aliendelea kuzungumza. Lakini
makampuni yanafunguliwa yanafanya mambo mabaya, lakini kuanzia sasa nafikiri tunaweza tukafanya marekebisho. Tunaomba tu japo tuache usifanye chochote kibaya katika dunia, just for our kids, just for future. Familia zetu na familia zenu basi zitaishi vizuri. Tutajaribu kunegotiate na makampuni tufanye mfumo mwingine, badala ya kutupa sumu katika bahari, basi tuangalie namna ya kuweza kufanya namna fulani ili tuweze kuondoa sumu katika bahari. Bwana Blackley akaanza kuongea maneno ya kulopoka kutoka moyoni mwake. Mwanzo alikuwa anaongozwa, sasa anajiongoza mwenyewe. Hataki tena kusikia la bosi wake wala la mtu tofauti ambaye alikuwa kwenye kinasa sauti anamuongoza kwamba sema hivi, sema hivi, sema vile. Sasa anaongea mwenyewe maneno ya kutoka moyoni. Bwana Blackley aliendelea kusema, kwa nini hutaki kutusikiliza? Tunakuahidi kuanzia leo tutaanza kusafisha maji ya bahari. Na nyinyi mwanze kupata maji masafi huko chini ya bahari. Yule kiumbe akasema, I think you are our favorite human. Nafikiria wewe ndio binadamu ambaye ni chaguo zuri katika maisha yetu. Yule kiumbe alisema. Bwana Blackley akatabasamu. Baada ya kutabasamu, Bwana Blackley akacheka kidogo. Akacheka, akageuka nyuma. Kugeuka nyuma, watu wote wameuchuna, wamenuna, wanaona huyu kijana sasa, huyu ngoja akishatoka hapa atatutambua sisi. Yaani sisi tumemwagiza kusema hivi, anasema hivi. Ukumbi ulikuwa na zaidi ya watu 200. Anatabasamu, anacheka. Baada ya kuambiwa baada ya kuambiwa kwamba yeye ni mwanadamu ambaye ni chaguo, yani mwanadamu ambaye ni bora, hana shaka na wale viumbe. Akacheka, akatabasamu, akageuka nyuma. Kugeuka nyuma, watu wote wamenuna, wamepiga buyu, wamekunja sura, wamekunja ndita, wamechukia yani huyu bwana sisi tunamuongoza alafu yeye anajifanya uko karibu na wao viumbe. Naam, na baada ya mkutano Bwana Blackley alirudi nyumbani katika familia yake. Hii sio nyumbani, hii ni hoteli. Kumbuka mke wake alikuwa ameshampa talaka, lakini serikali imewarudisha pamoja kwa sababu jambo la kiserikali na binti yao pia. Bwana Blackley akaanza kueleza familia yake, unajua kiukweli mwanzo nilitetemeka kidogo, lakini baada ya kutetemeka nikajawa na ujasiri, kabidi zile bluetooth za kuongelea zile nikazitoa masikioni na nikaanza kuongea maneno ya peke yangu, maneno ya kutoka moyoni mwenyewe. Baada ya kuongea yale maneno, yule kiumbe akafarijika. Baada ya kufarijika, nikamwambia tutaanza kusafisha maji. Bwana kiumbe akafarijika. Baada ya kiumbe kufarijika, basi wakawa wameondoka wale viumbe. Kwa hiyo ndio hivyo familia yangu. Aliendelea kuambia familia yake, kuatia story ni kitu gani kimetokea kule katika mkutano kati yao wao wanadamu na wale viumbe kutoka chini ya bahari. Kijana Blackley anaonekana tayari ameshakuwa maarufu na watu wanampenda, kwa sababu unajua kuzungumza na wale viumbe, afu wale viumbe wanakiri, wanasema kwamba wewe ni mwanadamu ambaye ni our favorite human. Yaani wewe ni binadamu ambaye ni mzuri, wewe ni binadamu ambaye ni mwema. Bwana Blackley alifarijika sana. Akasema naam, akatabasamu. Kugeuka nyuma, watu wamekula boyo. Ina maana yeye anaonekana wale waliokuwa wanampa script za kuzungumza na yeye, basi wale watakuwa ni wapumbavu, kwa sababu yeye anaongea vitu ambavyo ni vizuri ambavyo vimemfurahisha ule kiumbe, kana kwamba kama angeenda tofauti, kama angeongea tofauti pale, basi mambo yangekuwa mengine. Maana ule kiumbe alikuwa ameshakasirika. Imagine alikuwa ameomba maji ya kunywa, akasema anahitaji maji kutoka katika mto, wakaenda kuchota maji, glasi ya maji. Bwana Blackley akachukua maji atakumkabidhi ule kiumbe. Ule kiumbe akasema no, it's not for me, it's for you. Maji sio yangu, kwa ajili yangu, ni kwa ajili yako, kunywa. Bwana Blackley akawa ameogopa kunywa yale maji, akasema maji bana sio mazuri, nikinywa nitaugua typhoid, nitaugua uti wa mgongo na mambo mengine. Akasema kama nyinyi mnapata madhara hayo, basi hata sisi kila siku mnapochafua maji huko chini ya bahari, mnamwaga takataka, mnamwaga sumu, kemikali, ndio matatizo yanayokuja kutupata sisi. Ndio maana mpaka leo tunataka tuhamie hapa duniani. Wakiwa katika hoteli na familia yake, alianza kumtania mkewe wa zamani, lakini ndio hivyo, serikali imerudisha pamoja. Labda una wivu una wivu mke wangu, una wivu kwa sababu unaongea vizuri labda na wale viumbe. Mke wake alisema hata wala mimi sina wivu, na wivu hata kidogo. Mimi nafurahi kwa sababu dunia imetokea ukuamini, wale viumbe wametokea ukuamini, na sasa wewe ni ambassador wa viumbe. Kitu cha ajabu kabisa katika dunia.
Na usiku ulipoingia na mida kama ya saa mbili na nusu, kijana Blackley yeye hakulala kitandani, ilala kwenye sofa. Na baadaye binti yake alikuja. Binti yake alikuwa na umri kama miaka 16 hivi. Alikuja akamwambia, baba, natamani nisikie tena ulichokuwa ukiongea katika mkutano, wewe na wale viumbe katika ule mkutano. Babake alimwambia, usijali mtoto wangu, ndo mambo ya majukumu. Nafikiri Mwenyezi Mungu hili alipanga, ndio maana mpaka leo niko hapa, kwa sababu hata kuchaguliwa na wao viumbe pia mimi pia naona kama baraka, kwa sababu kwa sasa serikali inaniamini, inanitegemea na inaniangalia kwa jicho la tatu, kwa sababu wao viumbe wananiamini mimi tu na wanahitaji nizungumze mimi tu. Kwa hiyo nahisi ni baraka, lakini chochote kinaweza kikatokea. Tumuombe Mwenyezi Mungu dunia yetu aendelee kuifanya ikawa salama. Yule binti akauliza, baba, ina maana hao viumbe hawezi kukugeuka wakakudhuru, au hawezi kuja kuigeuka dunia siku moja wakaiangamiza? Jana Blackley alimjibu binti yake, usijali mtoto wangu, kila kitu kinapangwa na Mungu, na Mungu ndo muweza wa leo, kesho na miaka yote. Mungu ndo anayejua kesho yetu sisi wanadamu. Sisi tunaishi, lakini Mwenyezi Mungu yeye ndo anayejua kila kitu. Huwezi jua hao viumbe wameneka katika mtego, huwezi jua hao viumbe wana nia njema na dunia, huwezi jua hao viumbe muda wanaotumia kuzungumza na sisi, labda wao wanajipanga ili baadaye waje wachukue dunia katika mikono yetu. Kwa hiyo yote kwa yote tumwachie Mwenyezi Mungu, Blackley alimjibu binti yake. Na asubuhi ilipofika, bwana Blackley, familia yake ikachukuliwa na kupelekwa sehemu nyingine yenye usalama zaidi kwa ajili ya maisha mazuri, kwa sababu tayari walikuwa hawana shughuli yote ya kufanya, hawana kazi, walikuwa wakitumia pesa za serikali chini ya usalama wa taifa hilo la Marekani. Lakini asubuhi hiyo hiyo bwana Blackley alivaa suti na wakaenda tena katika mkutano. Huu ni mkutano nafikiri ni mkutano wa kwanza, wa pili, wa tatu. Huu ni mkutano nafikiri ni wa nne ama wa tano kama sikosei. Katika huu mkutano Blackley alikuwa amevaa suti yake ya blue na tai yake nyeusi. Amenyoa vizuri. Nafikiri ukumbi ulikuwa umependeza, watu walikuwa ni wengi. Watu wa sheria, security guards, kikosi maalum, secret service, wote walikuwepo. Tayari alikuwa katika meza ili kujiandaa kuongea na wale viumbe, kwa sababu naona mdahalo ni mrefu kweli, na leo tena wapo kwenye mkutano na wale viumbe. Blackley alisema, karibuni sana wageni kutoka chini ya bahari, katika dunia chini ya bahari. Kama kawaida, kama mlivyonichagua balozi, na leo tena niko katika ukumbi huu na wakaribisha, na nikihitaji kuzungumza na nyie, tuendelee pale tulipoishia. Blackley akaendelea kusema, nimekuja hapa kutoa information ya 50% ya uchafuzi wa mazingira unaofanywa na wanadamu katika bahari mnayoishi. Yule kiumbe akasema, hizo ni 50% tu, ni ndogo. Explain, endelea kuelezea mpaka tukuelewe. Operation hii itachukua muda, Blackley alisema, na tunajuta na tunafikiri hili jambo linaweza likachukua kama miaka 40 ili kusafisha bahari yote ambayo inazunguka dunia ili iwe safi na maji yawe safi. Yule binti akasema, nyinyi mpaka miaka 40, hiyo miaka 40 si tutakuwa wote tumeshakufa kwa chini ya bahari. Ni jambo ambalo haliwezekani. Na je, hilo ndo neno lako la mwisho sio? Yule binti aliongea kwa hasira. Ina maana hiyo nimekuambia explain, unasema miaka 50 ndo nani yako ya mwisho, au unamaanisha nini? Blackley aliendelea kujitetea kusema, hapana, nafikiri tutajaribu kufanya mambo kwa wepesi zaidi
kwa haraka zaidi ili kureset hii bahari iwe sawa hata ndani ya miaka 15 hivi. Lakini imesema miaka 40 kwa sababu chochote kinaweza ikatokea na tunahitaji fedha nyingi sana ili kuweza kusafisha bahari zote katika dunia. Yule kiumbe akasema, yaani sisi nataka tuendelee kusubiri mpaka siji bunge likae, bajeti ifanyike, mchukue si miaka 40 kusafisha maji ya bahari ili sisi tuwe mahali salama? Wakati huo sisi tunaendelea kufa. Sisi tunaendelea kuteketea kwa makosa yenu wenyewe. Alafu nyewe mnaendelea kufanya starehe hapa duniani na kufurahia mwanga wa jua. Sisi tunataka turudi hapa duniani, tuikalie dunia, na nyewe sisi tunataka tuwahamishe mrudi katika bahari. Imagine hawa viumbe bwana wanataka binadamu wote warudi kuishi baharini. Sasa nafikiri hili ni swala la genocide, ni kuangamiza binadamu. Sasa binadamu kweli ukimuingiza baharini kweli atakuona kweli? Sasa atakunywa vikombe vya maji visivyokuwa na idadi na atakufa. Viumbe bwana, viumbe sio watu wa mchezo kabisa. Viumbe wanatisha. Yaani wanataka waturudishe binadamu duniani chini ya bahari tukaishi. Sasa je, wanaturudisha kwenda kuishi au wanatupeleka twende tukafe? Kwa sababu binadamu kama tunavyojua akiingia ndani ya maji dakika 5 tayari kwisha, kashapoteza maisha. Viumbe wanalalamika haiwezekani. Sasa wewe unataka sisi utupeleke, unataka sisi tuendelee kufa huko na vizazi vyetu vinakufa, watoto wetu wanakufa, mama zetu wanakufa, generation yote inakufa kwa ajili yenu wanadamu. Sisi tuliwaachia hii dunia tukaenda kuishi chini ya bahari, lakini leo hii nyinyi wanadamu bahari mnaichafua. Si hatuwezi kwenda kuelekea tena kuishi katika bahari, tunataka kuja kuishi katika dunia yetu ambayo tulikuwa tunaishi mwanzo. Akaendelea kuongeza, yaani nyinyi wanadamu watu wa ajabu sana, yaani waajabu sana. Mnatia moto maplastiki yenu, mauje maplastiki yenu mnamwaga katika bahari, taka mwili zinapita mnamwaga katika bahari, takataka zote mnao katika bahari. Hivi nyinyi mnataka tuishi vipi? Yule binti ambaye ni kiumbe wa ajabu, nusu mwanadamu nusu samaki. Yaani huyo binti ana miguu miwili, ana mikono miwili, lakini vidole vyake ni kama samaki na ngozi yake ni kama samaki. Unapoona samaki ni vile vile, hana kope, hana nywele, ila cha ajabu hana sehemu za siri. Huyu kiumbe anatisha kweli kweli. Akaendelea kuongea akipiga hatua. Mnatumaliza kila siku, mnateketeza kizazi chetu. Kwa nini? Kwa nini mnatufanyia hivi? Nyie binadamu ni viumbe wa aina gani? Iwapo kama nyie mmepewa tu maji, yaani wewe umepewa tu maji ya mto umeshindwa kunywa, sisi wanatuambia tuendelee kusubiri, yaani tuendelee kunywa maji machafu, nyie mnapata starehe. I say, huu ni mtihani kweli kweli. Yule kiumbe analalamika, yaani sisi wewe tumekupa glasi ya maji tu ya mto umeshindwa kunywa, alafu sisi tunataka tuendelee kuishi kwa kunywa maji machafu. Inawezekana kweli? Bwana Blackley alisema, I'm so sorry, naomba mtusamehe. We gonna figure out this thing as long as soon. Tutafanya kulipea hili jambo mapema, haraka sana iwezekanavyo. Tutajua jinsi gani ya kufanya. Nafikiri kila kitu kitakuwa sawa. Let us negotiation this. Haki ya Mungu, tunaapa kwa Mwenyezi Mungu, negotiation zetu zitaenda vizuri, bajeti itafanyika haraka, na tunafikiri bahari yote tutaisafisha na tutawapa kila mnachokitaka. Lakini huku duniani tunaomba msije, kwa sababu tumeshajutia makosa yetu na tuna uhakika hii bahari yote tutaisafisha na kila jambo litaenda vizuri. Maisha ya huko baharini yatakuwa mazuri. Na ndipo yule kiumbe akasema kwamba sasa acha tufanye maamuzi yetu, tutafanya kile kitu ambacho sisi tunaweza kukifanya. Bwana Blackley akasema, lakini sisi tumeomba msamaha, tunaomba utusamehe. Yule kiumbe akasema, hapana, hatutaji msamaha wenu. Sisi tunajua bahari mtaisafisha ndani ya wiki 2, wiki 1, tuendelee kuishi katika bahari. Lakini nyinyi sasa mnachokifanya mpaka bajeti ya miaka 40 mpitishe, si seneti ikae, siji pesa zikusanywe, si bunge likae, mpaka baada ya miaka 40 ndio msafishe bahari. Samahani sana, mtaregret, mtajuta kwa kile ambacho tutakifanya, na sisi tutafanya maamuzi yetu. Bwana, huyu kiumbe sasa rasmi anatangaza vita katika dunia. Sijui wana mpango wa kufanya vitu gani, aidha wanafanya kumwangamiza, aidha wana mpango wa kumwangamiza mwanadamu,
mimi na wewe hatujui, tuendelee na simulizi yetu. Akaendelea kuzungumza, sasa acha na mvua inyeshe. Ndicho mnachokitaka? Simeshindwa kuzungumza, acha tufanye jambo letu, acha tufanye vile tunavyotakiwa kufanya, yule binti alisema. Na ghafla plastiki moja ikaanza kudondoka chini. Yaani plastiki inamaanisha mfuko wa plastiki, mifuko ya lambo ikaanza kudondoka chini. I say, dunia nzima ikaanza kudondoka, ikaanza kukua uchafu kutoka baharini. Upepo uko mbeba uchafu ukaanza kudondosha uchafu, takataka. Mahali yote ya mkutano yao walikuwa wanafanyika yote ikageuka ni takataka. Takataka zikadondoka, plastiki nyingi nyeusi, za bluu, nyeupe zikadondoka. Takataka zikajaa, dunia ikaanza kuchafuka kwa kasi ya ajabu. Nafikiri sasa hii ndio ilikuwa jambo lao wale viumbe wanaanza kulifanya. Maana yule kiumbe Salty alisema, kwa kuwa mmeshindwa kutusikiliza, ngoja na sisi tufanye jambo letu. Aisee, kumbe hawa ni majini. Tazama sasa wanachokifanya. Yaani kuongea tu vile, dunia tayari ikaanza kuchafuka. Taka zikaanza kutapakaa juu ya anga. Mifuko, taka, manailoni yakaanza kupepea juu ya anga. Hii inatisha kwelikweli. Hakika wa viumbe ni mashetani. Yaani kwa kifupi, ili uweze kunielewa, ni mvua ya takataka. Nikisema mvua ya takataka unanielewa. Yaani ni kama storm ya takataka. Mvua ya takataka inanyesha, sio mvua ya maji kwamba maji yanadondoka. Ni mvua ya takataka, storm ya takataka inanyesha katika mji. Na zile takataka zote zile ziko baharini. Unaona, yani zile takataka ambazo zilikuwa zinatupwa baharini, sasa zinatoka baharini zinakuja katika dunia. Mvua ya takataka inanyesha katika dunia. Takataka zote za baharini, wewe maji ni bahari ilivyokuwa ni chafu. Sasa ile bahari, takataka zote za baharini zinaanza kutoka baharini, zinahamia nchi kavu katika uso wa dunia. Yaani kila kitu ambacho kilizama katika bahari miaka hiyo, maelfu ya miaka iliyopita, tangu mwanadamu wa kwanza aanze kuishi baharini, kila aina ya takataka iliyokuwa imezama baharini, wale viumbe, nasema viumbe mashetani, kwa sababu hii nguvu ya kufanya takataka zikatoka katika bahari zikaja katika dunia nchi kavu, hii ni kitu cha ajabu sana. Takataka zote zinarudi nchi kavu. Yaani takataka zote za miaka hiyo zinatoka baharini zinarudi nchi kavu. Imagine takataka inatoka baharini na rudi nchi kavu. Huu ni muujiza na ni kitu cha ajabu sana kutokea katika dunia. Yule kiumbe akasema, we are cleaning up your mess. Tunasafisha takataka zenu. Yaani fikiria, takataka tokea dunia inaumbwa mpaka leo hii ambazo ziko baharini, zinatoka baharini zinakuja nchi kavu. Hivi dunia itakuwaje unapofikiria? Takataka zote ambazo ziko baharini zote zinatoka baharini zinakuja nchi kavu. Hivi unafikiria dunia inakuwaje? Dunia inakuwa na rangi gani? Dunia itajaa takataka. Dunia itajaa takataka hii. Akaongeza kusema yule kiumbe Salty, sasa mtakula mlichotengeneza na imani kwamba mtavuna mlichokipanda. Takataka zote mlizoweka baharini zitawarudia nyinyi, na ndio takataka zote za baharini zinarudi nchi kavu. Nchi nzima, jimbo zima la Marekani likajaa takataka. Dunia nzima ikaanza kujaa takataka. Bahari ya Shamu, Indian Ocean, Pacific, Atlantic, bahari zote takataka zikaanza kutoka zikirudi duniani, zikirudi katika nchi kavu. Dunia nzima ikajaa takataka. I say, ni muujiza na ni hatari kweli kwa maisha ya binadamu. Ndipo familia bwana Blackley walimpigia baba Blackley simu kwamba yule binti alisema, baba, tulikuwa katika gari tunahamishwa, lakini ghafla kuna mvua ya takataka inanyesha. Leo Blackley akamwambia, basi mameni hapo hapo, inabidi mshuke muingie ndani kwa sababu dunia sasa inachafuka. Mvua ya takataka inanyesha, kwa hiyo ni hatari kwa maisha ya mwanadamu. Inabidi muingie ndani na msitoke nje tena. Yaani ni hatari ndugu msikilizaji, ni hatari ndugu mtazamaji.
Yaani baharini, hata kama kuna vita ya dunia ya ngapi, kuna meli ilizama, kuna kifaru kilizama, basi ile meli inatolewa kule baharini, inakuja inarushwa duniani. Hata kama kuna gari, kuna makontena yalizama, hata kama kuna vyuma vilizama, vinatoka baharini vinarushwa tena duniani. Ilikuwa ni hatari, yani hii mvua ilikuwa ni mvua ya kuiangamiza dunia. Hawa viumbe wanatisha, hawa viumbe ni mashetani, hawa viumbe sio watu wa mchezo. Wakati huo yule mtoto akaendelea kumpigia babake simu. Baba naye alikuwa tayari ameshatoka nje ya ule ukumbi, taka zikiwa ni nyingi zimesambaa nchi nzima. Ndipo yule binti akasema, baba, mama tayari ameshatoka lakini sijui uko wapi. Yule Blackley akamuuliza mwanae, kwani dereva alikuwa ana transport katika ile gari yuko wapi? Sema, limeanguka jiwe. Imagine, yani jiwe limetoka baharini limekuja limeanguka limepasua gari. Na hapo hapo ghafla akamwona mtoto wake, akaanza kumuita, hey, come on, I'm here, niko hapa, sogea. Ndipo Blackley akitazama juu akaona nanga. Imagine, inaonekana meli ilizama, sasa nanga, unajua nanga ni pale meli inapotaka kusimama kuna mkufu mkubwa ambao kama ndoana. Ule mkufu unakuwa unawekwa chini. Sasa meli, ile nanga inatoka juu angani, na maana uchafu umetoka baharini, na maana ile imetoka baharini, inatoka juu angani, inataka kumpiga ule mtoto. Blackley anawahi na kumshika ule mtoto na kumvuta pembeni, kisha anamshika na kuingia naye ndani ya ukumbi. Television ziliendelea kutangaza hiyo mvua ya taka ilikuwa inanyesha sehemu kubwa, yani sio kwamba ilikuwa inanyesha Marekani tu. Naona kuna China, Uingereza, hata Dar es Salaam kwetu pia mvua ya taka ilikuwa ikinyesha. Yani mvua ya taka ilikuwa dunia nzima. Hawa viumbe walikuwa wameamua kunukisha. Hawa viumbe walikuwa wameamua kumwaga moto. Hawa viumbe baada ya kuzungumza kwa muda mrefu walikuwa wameshaamua sasa kama mbwai, ngoja tuwashikishe adabu wa binadamu. Bahari yetu wameichafua, sisi tunaishi kwenye taka, wenyewe wanaishi vizuri. Imagine, taka zote za tangu miaka hiyo ambazo zilitupwa baharini sasa zinarudi nchi kavu. Dunia ilikuwa inatisha. Mvua ya taka ilikuwa inanyesha kweli kweli. Takataka zilikuwa kila mahali. Meli, maplastiki, maboksi, madumu ya maji matupu, mabati chakavu, magari yaliyozama, maplastiki, mikoba, yani takataka zote ambazo katika maji zote zinaondolewa, zinarudishwa duniani. Mvua inanyesha takataka. Hali ilikuwa inatisha kweli kweli. Na baada ya ile mvua ya taka kunyesha, ghafla wakaitisha tena kikao na wale viumbe. Jamaa alisema, bwana Blackley, jamani, tunaona kabisa kwamba vita ndio imeanza, lakini naomba mtuhurumie, naomba msiangamize dunia yetu. Yaani wale viumbe wameipa dunia action moja tu, mvua ya taka. Hilo ni la kwanza tu, mvua ya taka. Dunia nzima imejaa takataka. Yaani hapo inabidi waanze kusafisha zile taka, si wataziweka wapi? Mimi na wewe hatujui. Bwana Blackley alienda kusema, Mheshimiwa Salti, najua nyie viumbe ni viumbe ambao mna nguvu, mmependelewa na Mwenyezi Mungu. Mnaweza mkaamuru paka takataka zikatoka baharini zikaja nchi kavu. Lakini sisi binadamu pia tulichokuwa tunakifanya tulikuwa hatujui. Basi tunaomba muendelee kutupa angalau muda wa kusafisha bahari, na tutajifunza kwa makosa ambayo yameshatokea. Mkumbuke kwamba sisi wenyewe ni kizazi kingine, hatujui wale walikuwa wanaishi hapa walikuwa wanaishije, na hatukujua kwamba nyie chini ya bahari pia kuna maisha mnaishi. Yule kiumbe akajibu, hii vita tulipaswa tuipambane miaka mingi iliyopita, lakini tumekuja kufanya diplomasia, kuzungumza na nyie kwa kawaida, lakini maneno yenu yametukatisha tamaa. Ndio maana tumeona bora tulianzisha, na hivyo ndo tumelianzisha. Kama mtaendelea kuwa na kiburi, mtaendelea kuwa na ubishi, basi tunaweza tukafanya jambo baya zaidi katika dunia, kwa sababu sisi tutaishi chini ya bahari. Hii dunia nzima tunaweza tukaigeuza juu chini, wale viumbe walisema. Na ndipo ule bwana mdogo akaona, ila hawa wanaoniongoza wananipa vipaza sauti masikioni, niye naongea wanachotaka,
wananivuruga tu. Ndipo akaanza kufuata moyo wake unavyosema, akaanza kusema, bwana, tunaomba mtusamee bwana, sisi ni binadamu, tunaumia, tunateseka, hata familia yangu pia imeumia. Mimi sina nyumba, sina familia, naishi hotelini. Ni mimi mlinichagua mimi balozi wenu. Basi niombeni mnisikilize, mimi sio mtu mbaya. Na waahidi kwamba hii dunia tutairekebisha. Unajua yule bwana sio kwamba alikuwa ni lopolopo. Sio kwamba alikuwa mlopokaji. Muda mwingine alikuwa anaongea point. Ila wale watu wa serikali walikuwa wanapenda kumuendesha. Yaani wanamwandikia script ya kuongea kama yeye vile ni robot, kwamba wewe utasema hivi, utasema hivi, utasema hivi, utasema hivi. Useme hiki, useme hiki, sema kile. Lakini yule bwana anapoona mambo yamekuwa ni magumu, basi inabidi afuate moyo wake, afuate akili yake. Anajaribu approach, anajaribu kuwazungumza nao, anajaribu kuwa humble, kuwaeleza wale viumbe, jamani, sawa imenyesha mvua ya taka, lakini sijui baadaye itanyesha mvua ya nini. Ninawaomba japo muendelee kutupa muda, si ni binadamu na hapa kabla yetu sisi kuna vizazi vilishawahi kuishi, basi naomba mtupe muda. Kile kijana Blackley kidogo alikuwa na akili yake ya kumapproach mtu, ya kuongea naye kwa taratibu ili aweze kumuelewa. Ndipo yule binti Salty akasema, yule kiumbe kutoka chini ya bahari, sisi tunataka mambo matatu. Namba 1, idadi ya uchafu, njia zote za maji ya bahari, mito, mabwawa iondolewe kwa kiasi kubwa. Yaani hiyo mvua mlioiona imenyesha ni theluthi tu ya robo. Imagine ingenyesha, yani mvua ya taka ingenyesha, yani taka ambazo ziko baharini ziko theluthi ndo zimedondoka duniani. Tungesema nusu ya taka idondoke duniani, na maana dunia nzima ingefunikwa na takataka. Kwa hiyo alisema sisi tumewapa kama onyo. Namba 1, tunaomba mfanye kila tunachowaambia. Idadi ya takataka zipunguzwe kwa kasi ya ajabu. Mito, mabwawa na njia zote za mikondo ya bahari zote za duniani ambazo tunaishi sisi, muondoe takataka zote. Namba 2, hii inatisha. Yule binti alisema, namba 2, mipaka. Nyinyi mtabaki nchi kavu na sisi tutabaki baharini. Ni marufuku mwanadamu yoyote kuingia katika bahari. Ni marufuku meli yoyote kupita katika bahari. Ni marufuku uvuvi wowote unaofanyika baharini kuendelea. Yaani kwa kwamba hawa viumbe sasa wanaweka mipaka. Namba 1, wamesema kwamba takataka zote ambazo ziko katika bahari zote ziondolewe. Namba 2, mipaka. Binadamu, meli, aina kitu chochote kutoka katika nchi kavu hakiruhusiwi kukanyaga katika bahari. Unaona mipaka hiyo, hao viumbe walivyokuwa wanatisha. Yaani maana hata zile meli za kivita unazoziona zile kubwa, hata zile manuali za kivita haziruhusiwi kuingia katika bahari. Hao viumbe wanatisha. Wameamua kujitenga kabisa na dunia, yani hawataki mchezo na bahari kwa sababu ndo dunia yao wanaoishi. Akaendelea kusema, maji yote ni ya kwetu sisi. Bwana Blackley akasema, ina maana unamaanisha maji yote? Ndiyo, mifereji, chemchemu, maji yote ni ya kwetu sisi, msisogee. Bwana, viumbe wana mpango wa kumwangamiza mwanadamu. Yaani wanasema maji yote ya duniani ni ya kwao, mwanadamu asisogee. Hii ni namba 2. Ndipo Mheshimiwa Rais akapaniki. Ina maana sasa nyinyi sisi binadamu haturuhusiwi tena kuingia katika bahari? Ndipo yule kiumbe Salty akasema, ndiyo, hii ndio mipaka yetu. Tunasema kwamba chochote hakiruhusiwi kuingia baharini, iwe boti, iwe meli, iwe manuali, iwe mvuvi, chochote kile. Yani maji yote ya bahari ni ya kwetu. Wameweka mipaka mizito, yani mwanadamu asataishi bila bahari. Viumbe wanatisha kwa kweli. Yule kiumbe akasema, ina maana nyinyi mnataka mje baharini kufanya nini? Sasa tunaongeza sharti lingine la 3. Ndege yoyote ambayo itapita juu ya anga la bahari tutaiangamiza. Unaona, hilo sharti namba 3. Yaani anga ni la kwao, hawataki kitu chochote kipite katika anga la bahari. Ina maana wale ndugu zetu ambao mnapanda ndege mnaenda Dubai, mnaenda wapi, mnakatiza bahari, haitakiwi mpite katika anga la bahari. Viumbe wao wameshakataa, wanasema wenyewe wanataka bahari iwe ya kwao wao peke yao. Hamna ukanyaga kwenye bahari ndege, hamna kupita juu ya anga la bahari. Huu ni mtihani kweli kweli.
Ndipo yule Mr. President akasema, haiwezekani, huu ni upuzi. Huu ni upuzi kabisa, haiwezekani. Ina maana bahari yote ni ya kwenu, hata juu ya anga la bahari tusipite. Mnamaanisha nini sasa? Yule rais alipaniki. Na ghafla katika mvurugano ule na mtupiano wa maneno ule, ndipo yule kiumbe akabadilika. Bwana, hao viumbe wanatisha. Yule kiumbe akabadilika. Alikuwa ni mwanamke, akabadilika ghafla akawa ni wa kiume. Akaongea sauti ya kiume. We need to talk just with Mr. Ambassador. Tunataka kuongea na Mr. Balozi tu, hatuhitaji kuongea na mtu mwingine. Wale watu wakaogopa, aisee, hawa viumbe kumbe wanatisha. Bwana, yani kiumbe anaweza akaamua akabadilika akawa wa kike, anaweza akaamua akabadilika akawa wa kiume. Sasa hawa viumbe sio mchezo. Hawa sio kushindana nao. Wanadamu wamejaribu kujitetea kwamba bwana, sisi kuna mizigo inatakiwa iende bara lingine, kutoka bara lingine. Akasema hakuna, bahari ni ya kwetu. Nyinyi mtajua mtakavyoishi. Kwa hiyo sasa hivi kuanzia leo hamna mtu kutoka Ulaya kwenda Afrika, hamna mtu kutoka China kwenda Ulaya, hamna mtu kutoka wapi kwenda wapi. Kila mtu atabaki kwenye mkoa wake na kijiji chake. Yaani usiguse maji hata ya ziwa. Ni marufuku. Hawa viumbe wanatisha kweli kweli. Na sasa yule kiumbe Salty ambaye alikuwa amegeuka ghafla na kuwa mwanaume akamwambia, sasa wewe Mr. Ambassador, nyamanzisha wote hao sasa hivi, la sivyo tutawazingua. Yaani tutawazingua, tutawachapa ukumbi mzima, na tuna uwezo wa kuwamaliza hapa ndani ya sekunde 15. Bwana Mr. Ambassador Bwana Black akageuka akasema, jamani, ushakucha huko. Hawa jomba wanasema mnyamaze, tena mkae chini. Tena mwingine wa kusubutu kuongea wanamzingua muda wowote, na itakiwa kuongea ni mimi tu. Kwa hiyo wamekasirika, wanasema mkae kimya. Mimi peke yake ndo naruhusiwa kuongea na wala sio mtu mwingine. Mambo ndo yamekuwa balaa, mambo yamekuwa mazito. Mpenzi msikilizaji wa The Book of Magic and Movie Stories, hali inazidi kuwa mbaya. Hawa viumbe wamekasirika, wanasema anayetakiwa kuongea hapa ni mtu mmoja tu, Mr. Ambassador. Mr. Blackley ndo anaruhusiwa kuongea, wengine wote wakae chini. Na wote wakakaa chini, wakawa kimya, wakawa wapole, wakaona hawa jamaa imenyesha mvua ya taka, sasa kinachofuata hapa sasa wanaweza wakatuchapa na wakatupotezea maisha. Bwana, yule kiumbe ghafla tena akabadilika, akarudi kuwa mwanamke. Ndipo Blackley akasema, sio kwamba wanapopiga kelele hawa wanamaanisha wakupinga. Hatuko hapa kukupinga mama. Anamwambia yule Salty, yule kiumbe, lengo letu sisi tunaweza tukakaa hapa hata baada ya wiki 2 tukanegotiate na tukaja na jibu ambalo ni nzuri, lakini kwa sasa tungeomba utupe muda. Sisi pia tunaamini kwamba nyie mnatetea maisha yenu na nyie mnatetea kuishi vizuri, lakini tunaomba japo angalau tupe muda takriban wiki 2 ili tuweze kujadili hili jambo. Tunaomba sana. Unajua Mr. Blackley alikuwa ni mtu mwenye busara sana. Nafikiri wale viumbe walimuona ndio maana wakamchagua. Wale viumbe wanaonekana wana uwezo mkubwa kusoma akili ya mtu. Kwa Blackley aliendelea kuomba, tunaomba angalau wiki 2 ili tuweze kujadili hili jambo, na baadaye tukikaa kwenye mkutano na tutakuja na jibu ambalo ni zuri zaidi. Na ndipo yule kiumbe akasema, naongea jambo lingine la mwisho. Tumewaelewa kwamba mnahitaji baada ya wiki 2 tufanye tena mkutano. Sasa tunaongea jambo la mwisho. Baada ya hizo wiki 2 tukikutana tena, hatutakaa katika vyumba vyenu hivi, kwa sababu tunapata shida kupumua, mapafu yetu yanauma. Yaani wale viumbe unajua wameshazoea kuishi chini ya maji. Sasa hapo wanapopumua wanapata shida sana, maumivu, kwa sababu mikutano imekuwa ni mingi na wamechoka. Wanasema next time tukikutana tutakutana katikati ya bahari. Jamaa akasema, sasa sisi binadamu tena katikati ya bahari kweli? Sasa si mnataka kwenda kutua, mtakwenda kutoa kafara? Ule akasema, hapana, nyinyi si tumewafuata hapa. Kama nyinyi tumewafuata hapa, na nyinyi mtabidi mtufuate baharini, mtatufuata katikati ya bahari. Yule mwanamke Salty alisema, ina maana mkutano unaofuata hautafanyika katika huo ukumbi, hawatawafuata hapo. Wamesema wao binadamu ndio wanatakiwa wafuate katikati ya bahari. Sasa mimi na wewe sijui kitu gani kitaendelea. Akaendelea kusema, katika kina cha bahari, kina kabisa cha bahari,
inabidi nyie mje huko binadamu ili tufanye mazungumzo. Sasa hawa viumbe wanataka binadamu waende chini ya bahari katika dunia yao wakafanya mazungumzo. Bwana, serikali ilianza kuumiza kichwa kwamba tuende chini ya bahari tukafanya mazungumzo na hawa viumbe. Kama tukishindwa tena huko, sasa tutabaki huko huko. Na hapa sasa simulizi yetu ya sehemu ya 4 ndipo inapoishia. Ndugu mtazamaji wa The Book of Magic and Movie Stories, tukutane kwenye sehemu ifuatayo, sehemu ya 5. Simulizi ndio kwanza inaanza, huu ndio kwanza ni mwanzo, na pia mambo mazuri yanakuja yajayo, yanafurahisha. Endelea kufuatilia simulizi hii katika chaneli yangu ya The Book of Movie and Magic Stories. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Mpaka wakati mwingine tena tutakapokutana katika sehemu ya 5 ya simulizi hii. Nyote mnakaribishwa, karibuni sana. Na kama wewe ni wa kwanza kusubscribe hujawahi kusubscribe katika hii channel, ni mara ya kwanza kukutana na hii channel, tafadhali subscribe ili wewe ni mtu wa kwanza kupata notification pale ambapo napokuwa nimeweka simulizi mpya. Naitwa Ayubu Obedi. Mpaka wakati mwingine tena, asante na kwaheri.